Viongozi mbalimbali wa Kwale Youth Assembly, viongozi wetu kutoka serikali ya kaunti ya Kwale, wawakilishi wa serikali ya kitaifa, mashirika mbalimbali, asasi za kiraia, viongozi wa jamii, viongozi wa vijana, akina mama, vijana wenzangu, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza kabisa napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuwezesha kukutana hapa leo katika siku hii muhimu kwangu mimi pamoja na kwa familia ya Kwale Youth Assembly. Kwa unyenyekevu mkubwa leo nimesimama mbele yenu baada ya kupewa heshima na dhamana kuwa kama waziri mkuu wa Kwale Youth Assembly. Kwangu mimi hii siyo heshima ya cheo pekee, ni dhamana, ni wajibu na ni ahadi ya kuwatumikia vijana wetu wa kaunti yetu ya Kwale. Ningependa kwanza kwa kuwapongeza viongozi wote wa Kwale Youth Assembly ambao tayari wapo katika madaraka yao na wanaweza kuyatumikia vilivyo. Kwa heshima kubwa napenda nimpongeze rais wa bunge hili la vijana la Kwale Youth Assembly kwa uongozi wake kwa kuweza kutuunganisha chini ya mwavuli huu wa Kwale Youth Assembly. Ninaamini kwamba tukiwa na umoja, heshima na mawasiliano mazuri tunaweza kufanya mambo makubwa zaidi sisi kama vijana katika kaunti yetu hii ya Kwale. Ndugu zangu vijana, nataka niseme jambo hili kutoka moyoni. Mimi nimekuja kufanya kazi nanyi. Sijakuja hapa kuwa juu yenu. Nimekuja kusikiliza mawazo yenu. Nimekuja kujifunza kutoka kwenu. Nimekuja kushirikiana nanyi, na pale ambapo tunaweza kutafuta suluhisho basi tuweze kukaa pamoja kama vijana ili tuweze kutafuta suluhisho, kwa sababu ninaamini ya kwamba kijana akipewa nafasi ya kufanya jambo basi vijana wengine ambao wako kule nje wataweza kumulika jicho lao kuangalia yale ambayo kwamba hatukuyatarajia sisi kama vijana wa Kwale tutaweza kuyafanya. Vijana wa Kwale wana vipaji, vijana wa Kwale wana akili, vijana wa Kwale wana nguvu, vijana wa Kwale wana ndoto. Tunachohitaji ni fursa, mazingira mazuri na watu ambao kwamba wataweza kutuamini sisi kama vijana. Na mimi nikiwa kama waziri mkuu nitafanya kila niwezalo kuwa sehemu ya safari hiyo ya kuweza kufanikisha maisha mazuri ya vijana wa Kwale. Tukiongelea suala la elimu, tunapaswa kila uchao tuweze kuongelelea suala la elimu, kwa sababu elimu ndiyo msingi wa maendeleo. Tuhamasishane vijana tuweze kuithamini elimu katika masuala ya kujifunza ujuzi mbalimbali kwa kutumia elimu hata ya vyuo vya kuweza kupata zile tunasema ni vyuo vya kiufundi, ili tuweze kujiendeleza katika suala hili la elimu. Lakini pia tukubali kwamba si kila kijana atapitia njia moja. Mwingine atakuwa daktari,
mwingine atakuwa mwalimu, mwingine atakuwa mfanyabiashara, mwingine atakuwa fundi, mwingine atakuwa mkulima, na wengine watafanya kazi katika sekta za utalii, wengine watakuwa wasanii, na wengine watakuwa viongozi. Kila kijana atakuja na kipaji chake na nia aweze kupatiwa nafasi ili tuweze kuijenga Kwale yetu. Kijana mwenye afya ana uwezo wa kuliendeleza ama kuiendeleza Kwale yetu vilivyo, kuliko kukaa na kufanya mambo ambayo kwamba yatakwenda kututia katika madhara ambayo yatatufanya tujutie katika maisha ya baadaye. Katika upande wa fursa na ajira, vijana wengi wanakwenda kuyatazama ama kutazama fursa za kiuchumi na ajira. Na hapa ningependa kutoa ombi kwa viongozi wa serikali ya kaunti ya Kwale. Tunawapongeza kwa kazi mnayoifanya kwa wananchi wetu, lakini tunaomba kwa heshima muzidi kuwaletea vijana wetu fursa. Vijana wetu wanahitaji fursa za ajira, vijana wetu wanahitaji fursa za biashara, vijana wetu wanahitaji fursa za mafunzo, vijana wanahitaji fursa za teknolojia, fursa za kuweza kupata mikopo na uwekezaji, fursa katika sekta ya utalii, fursa katika uchumi wa bluu, fursa katika michezo na vipaji, kwa sababu wakati mwingine kijana hahitaji tu kupewa pesa, bali anahitaji kupatiwa nafasi. Kijana anahitaji kupewa ujuzi, anahitaji kupewa mafunzo, anahitaji kupewa mtaji, anahitaji kupewa mentorship na kupatiwa nafasi ya kuonyesha uwezo wake. Kina mama, leo sitaki tu tuweze kuongelelea masuala ya vijana, tuongelelee mpaka kina mama, kwa sababu akina mama ni sehemu muhimu sana ya maendeleo ya jamii yetu. Mama ndiye anayemlea kijana, mama ndiye anayesimama na familia wakati wa changamoto, mama ndiye anayebeba ndoto za watoto wake. Kwa hiyo katika safari yetu ya maendeleo hatutawaacha akina mama nyuma. Tutashirikiana nao, tutawasikiliza, tutaheshimu mawazo yao, na pale tutakapopata fursa tutahakikisha kina mama pamoja na vijana wa kike pamoja na wale wa kiume wanapata nafasi sawa ya kuweza kuonyesha uwezo wao, kwa sababu maendeleo ya Kwale hayawezi kuwa kamili bila kijana wa kiume na kijana wa kike kuweza kushirikiana kikamilifu. Ndugu zangu wa Kwale Youth Assembly, kunao viongozi na pia vile vile kunao wale ambao kwamba ni grassroots. Ningependa Kwale Youth Assembly iwe zaidi ya jina. Kwale Youth Assembly iwe ni jukwaa la mawazo, iwe ni jukwaa la fursa, iwe ni jukwaa la vipaji, iwe ni jukwaa la vijana kuzungumza na viongozi, na zaidi ya yote iwe ni jukwaa la kutafuta suluhisho. Hatuko hapa kuweza kushindana na serikali, hatuko hapa kupinga kiongozi ama viongozi, tuko hapa kushirikiana. Pale serikali inapofanya vizuri, tutasema imefanya vizuri. Pale ambapo kuna changamoto, tutazungumza kwa heshima, na pale ambapo kuna fursa, tutawafahamisha vijana, na pale ambapo vijana wana mawazo mazuri,
tutayapeleka mezani ili tuweze kuyajua mawazo yao ni yapi. Ujumbe wangu kwa vijana wenzangu, msikubali kuambiwa kuwa nyinyi ni viongozi wa kesho peke yake, bali nyinyi ni sehemu ya ujenzi wa leo. Usisubiri mpaka uwe na cheo ndipo uanze kufanya jambo. Usisubiri mpaka uwe na pesa ndipo uanze kusaidia jamii. Anza na kile ulicho nacho. Kama una elimu, tumia elimu yako. Kama una kipaji, tumia kipaji chako. Kama una wazo, litoe wazo lako, kwa sababu huenda lile wazo lako likaweza kumsaidia kijana mwingine. Na pia kama una uwezo wewe kama kijana, basi msaidie mwingine ili na yeye aweze kufikia pale ulipo. Na kama umeanguka, usikate tamaa, simama. Maisha hayajengi kwa siku moja. Kila hatua ndogo utakayoichukua inaweza kuwa msingi wa maisha yako makubwa ya kesho. Napenda nitoe ahadi yangu nikimalizia. Baada ya kupewa dhamana hii, nataka niwaambie vijana wa Kwale, nitakuwa tayari kuwasikiliza, nitakuwa tayari kufanya kazi nanyi, nitakuwa nanyi katika kushirikiana na viongozi wetu wa kaunti yetu ya Kwale. Nitakuwa nanyi katika kushirikiana na mashirika na wadau mbalimbali kutafuta fursa kwa jamii na vijana wenzetu ambao kitakuwa ni kizazi kijacho. Na sitawaahidi ya kwamba kila tatizo nitaweza kulitatua. Hilo lazima tuweze kuelewana. Lakini naweza kuahidi ya kwamba hatutakaa kimya wakati tunaweza kufanya jambo letu. Tutajaribu, tutashirikiana, tutajifunza na tutasimama na kuendelea na maisha yetu ya kutafuta nguvu yetu na suluhisho kama vijana. Waheshimiwa viongozi, wageni pamoja na vijana, leo nimekubali dhamana hii nikiwa na heshima kubwa, lakini pia nikiwa na matumaini makubwa zaidi kwa vijana wenzangu. Ninaamini ya kwamba vijana wa Kwale tuna uwezo endapo tutaweza kushirikiana kuweza kutimiza ndoto zetu. Kinachohitajika ni kuweza kuaminiana na kuweza kuungana ili tuweze kuzitafuta fursa sote kwa pamoja. Nikisema hivi namaanisha ya kwamba nikiwa kama waziri mkuu wa bunge hili la vijana, haitakuwa safari yangu peke yangu. Ni safari yetu sote. Ni safari ya vijana, ni safari ya wanawake, ni safari ya viongozi, ni safari ya mashirika, ni safari ya jamii, na mwisho wa yote ni safari ya Kwale. Naomba tushirikiane, tuheshimiane, tusikilizane na tuwe waaminifu, na tuweke maslahi ya jamii kuliko maslahi binafsi, kwa sababu cheo kinaweza kuisha, lakini mchango utakaouacha kwenye jamii utabakia milele. Namaliza kwa heshima nikisema ya kwamba tuache kuwa kizazi kinachotafuta suluhisho, bali tuwe vijana ambao tutakwenda kuzitengeneza fursa zetu sisi wenyewe
kwa pamoja, na pamoja kama vijana tunasema youth for community, together for a better Kwale. Mwenyezi Mungu awabariki vijana wetu, Mwenyezi Mungu awabariki mama zetu, Mwenyezi Mungu awabariki viongozi wetu, Mwenyezi Mungu aibariki kaunti yetu ya Kwale, Mwenyezi Mungu aibariki Kenya yetu. Asanteni sana kwa kusikiliza. Basi tupigie makofi, nasi tunasema asante, tuko pamoja na wewe. Youth for the community, youth for a better Kwale.